Endelee kupambana, watu wasife moyo. Usio kamsikia mtu kasema baskeli yake milioni 5, kumbe baskeli inauzwa 600,000. Kwa hiyo jamani, yule mtu mzoeni, yule mtu ni mtu mjinga, ana mileage ya kwenda mjini. Kwa hiyo inabidi aongee vitu utopolo. Sio umenielewa? Kwa sababu unataja kitu bei kwenye maisha au mifumo ya kidunia, ina maana unawatisha na wengine wa nyuma wasifight au wasiendelee kutafuta. Inamaanisha nini? I make sense, I need you. Kwa hiyo ni mtu mjinga, anawapotosha watu, anapotosha wasomi wenzie. Maana anasema kasoma Mzumbe, ana degree, diploma, diplomation, sijui nini. Kwa hiyo haiko sawa. Si mimi, nataka wenyewe wana habari. Kwa nini kila siku utaje vyanzo vyako? Kwa nini kila siku uwatisha wananchi? Kwa nini uwatishe watu wengine wa hali ya chini wanaotaka kutafuta, wafike wapo wanataka kufika kwenye ndoto zao? Kwa hiyo ni mtu mjinga ambaye mtu hana maelezo kwenye jamii. Kwa hiyo ni mtu wa kupuuziwa, watu wampotezee, wasimfuatilie habari zake. Kwa sio tu mjini tunamuona yule jamani ni shai, mshamba, ni shai nini? Sio kama anawapa nguvu ya kuendelea. Hakuna, kwa nini nikupe nguvu nikutajie bei kubwa kwenye mchangamoto wa kimaisha? Mimi ile gari unaliona, zamani ili watu Fudengi wakitembea nao naambiwa 250 bei gani. Lakini leo ninalo mimi Doto magari. Kwa hiyo siwezi kutaja bei. Kwa hiyo inawezekana. Nikikutajia bei ina maana kutia uoga. Sio, unanielewa? Tuani wa kweli wana habari. Kwa nini nitaje bei ya ile dude? Namtia uoga na maana mwingine anataka kuwa na ndoto na ile dude. Wewe pambana, nenda kalitafute kwa uwezo wako utajua. Kwa nini wewe kila siku useme na nini ya nini ili watu wakuogope? Kazi zenyewe ndio hizo zote tunapiga kelele mitandaoni. Hakuna roajiliwa. Hivi vote ni vibarua. Kwa nini uwatisho jamii? Kwa kuambiwa kila kitu magorofa yako ndo mabii nini? Ni ushamba. Ni upotoshaji wa jamii. Sio, umenielewa bwana? Sidhani sasa hivi hakuna mtu anaotangaza mali zake au anaotangaza maisha yake. Ni ujinga. Kwa sababu hata wewe mjukuu wangu unaweza kuona mara 2 ya yule lakini usemi. Masponsor tu. Hii kama kushika maiki unatuzuga. Lakini huwezi kusema. Naomba vitu vinajulikana. Vitu vingi vinajulikana, mimi nadhani kwenye umauti wa mtu. Ndio pale tunavoenda, ndio tunajua hiki kijiko chake, huu mti aliupanda yeye. Lakini wewe kila kukicha kuwaongopea jamii, wananchi, watu wasiendelee kufight, watu wasiendelee kutafuta, watu wasiwe na ndoto zao. Kwa nini? Why? I make sense, I need you. Ni mtu mjinga, mshamba ambaye anataka kuonekana kwenye jamii kiasi kuonekane yeye. Atafute vitu vingine vya kuonekana. Watu watamsupport, watu watamwangalia, lakini sio kuongopea hali kila siku. Samani, naomba kusema vitu. Sawa. Mtanisamee kidogo. Marehemu mengi kaacha vitu vingapi? Vingi. Sasa wewe mtu mjinga tu unajengewa na wenzio, unaanza kuongopea watu wasitafute. Anajengewa na wenzie. Anajengewa na wenzie. Atajua mwenyewe, tutajua baadaye. Anajengewa na kina nani? Tutajua baadaye. Samani, wewe mwenyewe binti yangu ujenge hata kaburi, uwezi kutangaza au je upande mti kwenu. Kwa nini wewe kila siku ni kelele tu, ni kelele? Kuna watu kila siku wanafanya marekebisho ya ardhi, uwezi kujua. Sio, umenielewa? Yaani utakuja kujua na Mbeya au Mpambe. Bwana huyu ndio mwenye maeneo yake. Lakini wewe kila siku unamaanisha nini kwenye jamii? Una kitu gani unakitafuta kwa wananchi? Doto, kwa kile ambacho anakifanya Mwijaku unaona sio sawa kabisa. Sio sahihi, si ndio nakipinga? Kwa nini kila siku watisha watu wasifight? Kwa nini watie watu uzito? Kwa nini warudishe watu nyuma kwenye kutafuta kwenye ndoto zao? Kwa sababu unavotaja mabii kwa mtu mwingine anaanza chini unamvunja moyo. Sio, umenielewa? Mtu anakuja kufanya vitu vya ajabu kwenye jamii. Anaona lini nitafika? Ni uongo, ni ujinga, ni utovu wa nidhamu. Liangaliwe hili. Kwa nini unapenda mtu kutaja vyanzo vyako na kuongopea? Basi taja ukweli. Hii ya milioni 50 unataja hivyo kwa nini? Kwa kila siku watu wanajenga uza wanayauza hayo. Kwa nini uongopea watu? Hali zenyewe hadi zinakopeshwa. Kwa nini unasema umejenga B? Kama hii hali tulikanyaga inakopeshwa. Sio, unanielewa? Nyewe wana habari, you know? Yes. Aiwai? Yeah. I swear. Doto, kama hali zinakopeshwa, kwa nini unataja mamilioni ya hela? Doto wako ile nyuma anaweza kuwa ni ya thamani gani? Siwezi kutaja kwa sababu utakuwa kama vile unazidi kumpeleka mtu mjini. Doto, au tunamuonea chuki. Na tunamuonea chuki, hatujui nani alojenga. Ndio. Na right kimoyoni kwa mtoto yote wa kiume ambaye unadaiwa mfuko wa simenti, unadaiwa mabomba, huwezi kutangaza vyanzo vyako. Kwa hiyo kuna watu mbele. Hamna mtu anamuonea donge kwa sababu yeye ndo alisemaga na magari mazuri, yeye ndo mwanamke mzuri, yeye ndo mwenye maisha mazuri. Sasa nani atamweza? Kama mtu anakuambia wewe ndo mwanamke mzuri. Doto, tukiachana na wewe ndo mwanamke mzuri. Tumeona leo amesema kwamba nyinyi mnafanya biashara ya magari lakini mnauzia watu magari yaliyopigwa rangi, magari mabovu. Ngoja nikwambie. Yule mtu anatafuta maneno tu ili aonekane. Kumbukeni ile gari alonunuliwa na wenzie, ile hali alikuja kununua wapi? Ina maana ilipigwa rangi. Kwa sababu jibu liko hapa. Ngoja leo mimi nijibu hivyo vitu. Hatuna hata mwezi. Ni juzi tukatoka kununua Aria na picha ninazo hizi hapa niziposti. Anatuonyesha hela pale kaja. Kumbe alipewa maelekezo, imepigwa rangi. Na kila siku sana iposti nyumbani kwake pale. Semeni, mbona mmekuwa wazito au mmelipwa nyenye na yule mtu? Nyi wana habari mmelipwa ni na yule kichwa mviringo. Maana yake anasema magari ya kupiga rangi. Juzi katoka kununua gari kwetu Aria. Milioni 60 ngapi? Na bado tunamdai, faili tunalo. Je, imepigwa rangi? Semeni.
Maana mkajua kama vile tunashindwa kumjibu, tunakuwa tuko nje ya muda. Juzi hata siku 30 hazijafika kanunua hali ya kwetu na mliona picha nitakuonyesheni. Kaja na fuko la hela mbio kama ndazimu. Nadhani mwenye hela zake hizi kuja vile na kelele. Mtu tu akinunua kivisti tu cha milioni 7 anajificha. Mmeamini? Kama vitu ni vya watu, si vyake. Yeye ni maelekezo tu, ni balozi kama mimi nilivyokuwa balozi. Kwani usili mimi yangu, si kampuni ya watu, lakini nimepewa balozi. Lakini naweza nikataka sehemu usili na mimi nimo, nimetia hela zangu mule na watu wakanielewa. Sababu si ndo naitangaza. Kwa hiyo yule ni mtu mjinga, mpotoshaji. Sawa bwana, jamii mpuuzie tu. Ni ambaye mtu anazidi kupotea kimaisha, kiakili. Kwa nini uongopee watu? Kwa nini kila siku wewe vitu vyako ndo vinaendelea B? Sie chini ya B, juu ya B. Ukati hali zinakopeshwa leo, kwa nini useme nyumba B? Jana alikuwa anaposti kuwashukuru watu ambao walikuwa na msaada kwenye maisha yake, lakini kilichowashangaza watu ni baada ya kuzungumza pia kwamba alikuwa anachukua vya watu zamani. Alikuwa kwenye ule mfumo. Tena wewe usifanye mchezo. Yaani tukimwongeleza ni aibu. Kimoja tu nimekupeni, anasema gari yetu ya rangi juzi kaja kuchukua hali ya milioni 65 imepigwa rangi. Kwa hiyo wengine tu viacheni. Kwa hiyo ni mtu muongo. Sema anapenda tu kuichangamsha jiji lichangamke. You know? Some people, okay? Again repeat. Jiji lichangamke. Yaani yule anakuaga anataka kuizima Bongo Flava hawezi. Sawa, kwa sababu hatujamhitaji. Sawa? Na wiki ijayo tunaenda Arusha. Miaka 30 Bongo Flava na ndio imekamata jiji. Nadhani nyewe mnaelewa na habari. Hata wasanii Fudenki hawaonekani, tunaonekana si Bongo Flava. Madi kafanya jambo kubwa sana na Fred Q na Babu Tale. Dunia inafurahi, inawaona watu wa zamani ambao walikuwa wanawakumbuka, wakajua wako wapi, kumbe wapo watu walisaulika tu. Lakini Madi na Fred Q na Babu Tale wameibua tena kuikumbusha Bongo Flava. Nadhani watu wengi sasa hivi wameikubali, wanaipenda. Tukisema tunaenda mkoa huu tunakuta watu washajiandaa tayari. Kwa hiyo yule tu anajitahidi kuifunika Bongo Flava hawezi. Doto, ile idea ya Mwanza kuingia na Feruzi ilikuwa ya nani? Unaona kazi yao ndio nataka kuongelewa sasa. Nauli unayo wewe? Sina baba, sina. Kwani umehama Vijibweni? Hilo mmenifresha na habari. Ngoja nikwambie, mimi napendwa na watu wengi. Wakaniambia babu, kwa sababu umepewa sakata la malazi, ngoja tukutengenezee kitu. Nadhani mimi ndo nimefunika Bongo Flava kushinda hata waimbaji. Nimetengenezewa kitu na Madi pale na Fred Q. Mimi sijui chochote, nimetoka kwenye ambulance hivi bana. Na kweli mimi si mgonjwa. Naumwa ujue. Hata chochote mnaweza mkanipa. Jamani, sio umenielewa? Kwa hiyo nikatengenezewa jambo moja zuri la historia. Nadhani wana Mwanza walifurahi. Sema dunia nzima ilipendeza. Kwa hiyo ni maisha fulani. Kwa hiyo mimi babu ni mtu mzito, msinione hivi. Si unaona na kila jambo la kijamii lazima niwepo. Na pale kwenye Bongo Flava nimeenda kama influencer. Wengi wanauliza, ngoja leo niwajibu. Babu kaenda kama nani? Wewe unataka niwe kama nani? Kama mjomba wako pale nipo. Mjomba ni mama. Ndio tuzungumzie hapo hapo kwenye miaka 30 ya Bongo Flava. Huyu dereva wangu. Wewe salimia na habari. Ni show dereva wangu. Ananiendesha. Umeonekana ukipanda stejini, lakini baadhi ya nyimbo za zamani uziimbi kama vile ambavyo watu wengi wamedhani. Watu wakawa wanauliza, sasa Doto miaka 30